Funza mambo manne ambaye Mungu akikuacha ni nini yanatokea. Jambo la kwanza, wakati Mungu amekuacha, nguvu ya Mungu inatoka katika maisha yako. Ya pili, wakati Mungu akiwacha mtu, kibali, ile kibali ambayo mtu anapata inatoweka. Jambo la tatu, Mungu akiwacha mtu kukua huru inatoweka. Na jambo la nne, macho ya mtu yanang'olewa wakati Mungu. Na kabla Mungu hajawacha mtu anakuanga na nguvu, mtu anakuwa na kibali, mtu anakuwa huru, na mtu huwa anaona. Lakini wakati mtu amewachwa, kuna mambo yanatoweka katika maisha ya huyo mtu. Na ndio naona Samsoni, yeye alikuwa anajua ya kwamba Mungu anatembea na yeye, na alikuwa anajua ya kwamba yeye hako na nguvu, na kweli tuliona ya kwamba ukisoma neno vizuri unaona kazi ambaye Samsoni alifanya ya kupigana na Wafilisti ikikuwa ni kazi rahisi. Lakini kuna siku ilifika yeye alikuwa amelala, na sababu kubwa ni yeye kutoa siri za nguvu yake, ama kufunua siri ambaye nguvu alikuwa anazitumia, na ni siri ambaye Bwana alimpa wakati aliposema ya kwamba nguvu yake iko katika kichwa chake, katika nywele. Na aliporuhusu kutoa hiyo siri, hapo ndipo nguvu yake yaliweza kutoka. Na ndio maana nimesema wakati Bwana anawacha mtu, jambo la kwanza, nguvu inatoweka. Hata mtu akiongea, anaongea tu, lakini hajui kama Mungu yuko pamoja na yeye, ama hajui kama aliwachwa. Lakini kuna signs zitaonyesha ya kwamba hapa leo mambo si sawa. Na ndio maana Samsoni, kama angejua ya kwamba Mungu amemwacha, hata labda angejaribu kutoa siri yake. Na ndio unaona wakati Mungu ametupa kibali ya kufanya kazi yake, ni vizuri tuchunge sana, tuchunge ile kazi ambayo Mungu ametupa, tuifanye. Tusione kana kwamba ni sisi wenyewe. Wakati Mungu amekupa nguvu na mamlaka ya kuweza kuharibu nguvu za giza, usione ni wewe, na usijiinue katika hiyo nguvu ambaye Mungu amekupea. Maana nguvu ambaye Mungu amekupea iko uwezekano ikaweze kutoweka. Kama vile Samsoni alikuwa na nguvu ya kuweza kurarua Wafilisti, lakini hakujua ya kwamba nguvu ambaye amepewa na Mungu kuna siku itatoweka. Na ndio maana nimesema hatua ya kwanza ni nguvu kutoweka kwa mtu, na jambo la pili ni kibali itoweke. Unajua, unaweza enda mahali popote na unapata kibali, haijalishi ni watu wanaokujua ama watu wasiokujua, unapata kibali mahali pale. Kwa sababu gani? Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akiwa pamoja na wewe, mali unasikianga haiwezekani, Mungu anakupa kibali, na inawezekana wakati Bwana amekupa kibali mahali pale. Lakini wakati Mungu atatoweka na akuache, unakosa kibali mahali pale. Bwana, ndio naona neno inasema ya kwamba Samsoni aliponyolewa nywele zake, yeye hakujua ya kwamba nywele zake zimenyolewa, alikuwa amelala usingizi. Na ndio naona wakati mtu anapolala, mtu akai katika maombi, mtu akai katika kutafuta uso wa Mungu, kuna vitu vinatoka kwa huyo mtu. Kuna watu wanatoa ushuhuda, wanasema
ati mimi samani nilikuwa nawekea mtu mkono nikimwombea anapona, lakini leo hii mtu anawekea mtu mkono, anajaribu kusukuma, anajaribu kufanya vituko ya kila aina, lakini haiwezekani. Na ndio naona kuna watumishi wa Mungu leo hii, kwa sababu Bwana aliwaacha, akawaacha, wakaona sasa afadhali waende kwa waganga na waende watafute vitu vya kuletea watu. Na ndio naona watu wengine wanasema sijui kuna mafuta hii yenye wanamwagia watu. Hizo ni vitu ambaye wamekosa kuwa na nguvu ya Mungu. Unajua, ukikosa kuwa na nguvu ya Mungu unatafuta mbinu ile ambayo utafanya ionekane kana kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, lakini Mungu hayuko hapo. Mungu hayuko kwa hiyo mafuta, Mungu hayuko kwa hiyo chumvi, Mungu hayuko kwa hiyo kifagio ambayo wengine wanasema chukueni hii kifagio wakati mnapofagia nyumba zenyu na mapepo yanatoka. Ni nani alisema kitu kama hiyo? Mungu akikuacha hata ujaribu kutafuta hizo vitu unatafuta, haitawezekana. Mtu nguvu ya Mungu imepotea na alikuwa mtumishi wa Mungu, inalazimisha yeye aende kwa waganga ili aende atafute nguvu nyingine na akuja itumie kana kwamba ni Mungu amempa, lakini hiyo sio nguvu ya Mungu, hiyo ni nguvu za giza. Na ndio naona watumishi wengi leo hii, mtumishi yeyote atakuwa tayari kusimama, Mungu anaenda kumwacha. Na ninasema msikie tena, mtumishi wa Mungu yeyote ambaye hatakuwa tayari kuendelea kusimama kuanzia hii nchi ya Kenya, nguvu uliokuwa nayo ya mwanzo yametoweka, ama nguvu uliokuwa nayo yako. Na ndio maana neno inasema ya kwamba Samsoni akaamuka. Wacha nirudie nisome hiyo mstari tena. Waamuzi 16 mstari wa 20 inasema, kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamuka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine. Ataenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kwamba ameachwa na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mungu akikuacha, miujiza uliokuwa nayo mwanzo yanatoweka. Samsoni miujiza yake ilikuwa inapatikana katika nywele yake. Wewe miujiza yako inapatikana wapi? Maana miujiza ambayo Samsoni alikuwa naye, ama nguvu ambayo Samsoni alikuwa anatumia, ilikuwa inatokana na nywele ambaye kuanzia utotoni hakunyolewa. Na adui anapofuata maisha yako, anataka kujua wewe unafanyanga namna gani ili uweze kufaulu. Unafanyanga namna gani ili uendelee kupiga hatua. Unafanya namna gani? Maana tunaona wewe unaendelea tu, tunaona wewe unasonga, lakini si tumeshindwa. Wakati utapea shetani, utapea adui yako jinsi unavyofanya, hiyo ndio mwanzo wako wa kuanguka. Hiyo ndio mwanzo wako wa Mungu kukuacha. Hiyo ndio mwanzo wako wa wewe kutoka katika njia za Bwana.